madhehebu ya kidini yanamsaliti tena Yesu Kristo leo, vile vile kama Yuda alivyomsaliti Yesu Kristo kwa vipande 30 vya fedha. Hao madhehebu yamekuwa yakiuza haki ya Kristo kwa vipande vya fedha, kwa magari, kwa nyumba za ufahari, kwa umaarufu, wakiacha kweli ya Yesu Kristo, wakipotosha ile kweli kwa maslahi ya fedha. Sasa Yesu Kristo leo ni neno, ile kweli yake. Unapokataa ile kweli ya Kristo, unapohubiri injili kinyume na ile kweli ya Yesu Kristo, wewe mhubiri, uwe mtume, uwe mwalimu, uwe nabii, uwe askofu, uwe mchungaji, uwe mtu yeyote, unamsaliti mara ya pili Bwana Yesu Kristo. Kwa sababu kanisa limejengwa juu ya msingi ya mitume na manabii, Waefeso 2:20. Waebrania 1 anasema Mungu kwa sehemu nyingi alisema zamani na manabii, mwisho wa siku hizi amesema nasi kwa njia ya mwana, yani Yesu. Zamani agano la kale Mungu aliyotumia manabii, agano jipya Mungu amesema nasi kupitia mwana Yesu Kristo, na Yesu Kristo aliwatuma wale wanafunzi 12. Kwa hiyo injili ya mitume wa Yesu Kristo ndiyo kielelezo cha kanisa la Mungu aliye hai, ndiyo kielelezo cha kanisa la Mungu wa kweli, ndiyo kielelezo cha kanisa la kweli. Kinyume na injili ya mitume, hilo kanisa halitakuwa kanisa la kweli. Na tunapaswa tuongee ukweli bila haya, bila kuonea aibu, kwa sababu injili ni uwezo wa Bwana uletao wokovu. Kanisa la Kristo, injili yake ambayo Yesu aliiacha, aliwaachia wanafunzi wake wale mitume, kanisa lile wanawake wako wahubiri. Leo kumekuwa na mambo yasiyo ya kweli ambayo watu wamefungua vyuo vya Biblia kwa mitaji yao na kuwalazimisha watu wakasomee mambo ya utumishi wa Mungu. Jambo hilo ni jambo la ibilisi bila kupepesa macho, kwa sababu karama